Kama sehemu ya tiba inayoendelea nyumbani, mazoezi ya mkono na kifundo cha mkono yanaweza kufanywa kwa kutumia shughuli za kila siku. Debbie atatuonyesha jinsi anavyofanya baadhi ya hayo. Kwanza kabisa, tutatumia mkoba wa Debbie. Unaweza kuleta Debbie. Vizuri. Sawa. Mkono wa kushoto wa Debbie umeathiriwa na kiharusi. Kwa hivyo, nitamuuliza Debbie kama anaweza kuinua mkono wake na kufungua zipu ya mkoba wake. Hivyo ndivyo. Vizuri, sawa. Na sasa ili kufanya iwe changamoto zaidi, nitachukua kalamu yake na kuificha chini na kumuuliza aitoe. Sawa, unaweza kuitoa Debbie. Vizuri, sawa. Iweke mezani. Ya pili, kushika na kuachia au pinsa, tutatumia zabibu hizi. Sawa, kwa hivyo nitaziweka mbele ya Debbie. Angalia kama unaweza kupumzisha mkono wako juu ya meza hapo Debbie. Ziweke hapo. Angalia kama unaweza kuchukua zabibu moja. Sawa, iweke kwenye kikombe na nyingine. Umefanya vizuri, iweke kwenye nzuri sana. Sasa angalia kama unaweza kuchukua nyingine. Kwa hivyo Debbie lazima aweze kufungua vidole vyake, kuweka nguvu ya kutosha kwenye zabibu na kuiweka kwenye kikombe. Umefanya vizuri. Shughuli nyingine nzuri ambayo watu wanaweza kufanya nyumbani, ambayo ina uwezo wa kusaidia na kushika na harakati za kifundo cha mkono, ni kuweka na kutoa vifuniko vya chupa. Kwa kuwa unahitaji mikono miwili kuweza kufanya hivyo, ni wazo nzuri kuchukua chupa na kisha kuiweka kati ya miguu yako, ambayo itaimarisha. Na kisha utaweza kutoa kifuniko na kufanya mazoezi ya mikono yako kwa wakati mmoja. Umefanya vizuri sana Debbie. Kuna uwezekano wa mazoezi mengine mengi unaweza kufanya nyumbani na vitu vya kila siku unavyofanya ambavyo vitasaidia kuongeza nguvu kwenye mkono wako.